nipande milima yote. Bwana unipandishe. Bwana uninue. Kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe. Yesu tuinue. Kwa imani tusimame, tupande milima yote. Bwana utupandishe. Kwa neema na kwa rehema, Mungu mkuu mtakatifu, tunakushukuru tena Baba yetu wa mbinguni. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba yetu wa mbinguni, ufalme wako uje, na utakalo likatendeke tena siku hii kwa utukufu wako kwenye maisha yetu, kwenye kanisa lako Tanzania, kwa taifa la Tanzania, kwa vijana wote katika kanisa lako Tanzania, na kwa wazee na kwa watoto, kwa wanaume na wanawake, familia zetu, ndugu zetu waume kwa wake na watoto wao, jamaa zetu, rafiki zetu, watumishi makuhani wako ndani ya taifa la Tanzania na hata katika mahali pote pa ulimwengu. Baba, asante kwa ajili ya fadhili zako. Libarikiwe, litukuzwe, liinuliwe jina lako. Limetenda, limetukuka. Likatusaidie kwenye familia zetu, kwenye malango yetu, kukawe nuru na uzima na amani. Bwana, na litukuzwe sasa jina lako na milele, katika jina lako Yesu Kristo. Nguvu zako ziendelee kutuwezesha na kutusaidia, ili tuendelee mbele na watu wako wapate kuponywa, kutakaswa na kuuishwa. Mwenye uweza wote na nguvu, Baba wa utukufu wote, mfalme mkuu, asante kwa sababu ya pendo lako lililo la milele. Mungu uliye wa milele, Mungu unaye turehemu kwa rehema zako zilizo nyingi. Baba, uweza wako endelee kutawala kwenye malango yetu ya taifa hili la Tanzania, na liendelee kwa taifa lenye amani na haki ikatendeke. Nguvu ya dhuluma ikafe, ikashindwe, ikaanguke kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu ya uonevu ikashindwe na kuanguka kabisa, isinuke tena kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunaitegemea damu yako pekee. Hatuhitaji kuona damu za Watanzania zikimwagika kwa sababu yoyote ile, kwa jina la Yesu Kristo, bali ile damu yako ikanene mema kwa Tanzania, kila mahali pa Tanzania, shuleni, shule za msingi, shule za sekondari, kule vioni, kanisani, serikalini, kwenye siasa. Damu ya Yesu ikanene mema. Kumbuka Baba mapenzi yako, agano lako nasi, ili tukaendelee kukaa salama kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu akubariki. Pole katika jambo gumu ambalo unalo ndani ya moyo, ndani ya maisha yako, na Yesu sasa akupe raha, akupe utulivu, akuponye. Ninakuombea katika hilo jina lenye uweza na mamlaka. Karibu katika neno la Mungu. Neno la Mungu kutoka kile kitabu cha Mwanzo sura ya 26. Mwanzo sura ya 26. Mwanzo 26, ngoja nianzie mstari wa kwanza. Mistari ya pale mbele kidogo ndipo ambapo Mungu anasema nasi tena kwa mambo kama mawili kwa asubuhi tena kwa muda huu tena. Mwanzo 26 nianzie moja, anasema ikawa njaa katika nchi hiyo, bali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahim. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Mstari wa pili, Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayo kuambia. Kaa katika nchi nitakayo kuambia. Mstari wa tatu, kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakuwa pamoja
maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatupa tena kuona mambo makubwa mawili hapo ambayo yeye anayafanya. Mungu anakumbuka ahadi au uwapo aliouwapa au kiapo alichokiapa mwanzo kabisa, au siku au miaka iliyopita kwa ajili ya maisha yetu. Anakumbuka hapa, anamwambia Isaka kile alichofanya kwa baba yake anakwenda kukifanya kwake. Anamwambia ninakumbuka, nitakumbuka. Kwa hiyo Mungu anakumbuka kile ambacho alikwisha kiapa, kile ambacho alikwisha kukiahidi kwetu. Mungu ana kawaida ya kukumbuka, uzao kwa uzao, kizazi baada ya kizazi. Mungu anakumbuka, Mungu anarejea kukumbuka ahadi zake na mpango alioupanga tangu mwanzo. Utaona kwamba jana tulipitia pale, tukaona vile Ibrahimu ambavyo alitoa sadaka na Mungu akafurahishwa sana kwa kutii. Tulijifunza kwamba tii, na kwa kutii kwetu na kwa kutoa sadaka na kwa kutii maagizo ya Mungu anayotuagiza, Biblia yenyewe imetuwekea wazi vile ambavyo Mungu anasema nitakubariki na kukuzidisha na kukuongeza sana sana. Lakini pia ya kwamba anatuwekea na ulinzi, anatupa na baraka nyingi. Tumeona jana yale ambayo mengi aliyafanya kwa Ibrahim, na kwamba Mungu akambariki, na tena anatoa ahadi, na anatoa ahadi ya uzao uliopo na ujao, jinsi atakavyoulinda, atakavyouongeza na kuuzidisha, kwa sababu ya kutii na kufanya au kutekeleza yale maagizo ambayo anatupatia. Isikie sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na Isaka mtoto wa Ibrahim, anamwambia kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe. Nitakuwa pamoja nawe, anamwahidi nitakuwa pamoja nawe kama alivyokuwa na baba yake, na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahim baba yako. Anamwambia nitakifanya imara kiapo. Mungu anafanya imara kiapo. Mungu anarejea nyuma kuyakumbuka au kuyarudisha au kuyaimarisha aliyokwisha amekwisha yatengeneza au kuyaandaa kwa ajili ya maisha ya watu wake, kizazi hadi kizazi, uzao hadi uzao. Kwa hiyo hapa tunakumbuka hapa, tunaelekezwa, tunaonyeshwa vile ambavyo Mungu anaweza kufanya. Anarejea na anarudisha au anatekeleza. Mungu anahakikisha ahadi aliyotoa, kila alichokisema kwamba lazima kifanikiwe, lazima kitimizwe, lazima kiwezekane, alichokwisha kukisema miaka iliyopita, kwa sababu yeye utangaza mwisho tangu mwanzo. Yeye ni Alfa, yeye ni jana, leo na hata milele. Atatimiza mapenzi yake kwetu, atatimiza ule wajibu wake, ule mpango alioupanga kwa ajili ya watu wake, anakwenda kuutimiza. Anamwambia Isaka kwamba nitafanya. Uwapo Mungu anakumbuka uwapo wake au kiapo alichokiapa. Anasema nitakikumbuka, nitakifanya. Yale niliyoyasema yatakwenda kutimizwa. Anamwambia nitatimiza, nitakuongeza na kuzidisha. Hii kuongezwa na kuzidisha haikuanzia kwa Isaka, ilianzia kwa baba yake, ilianzia kwa Ibrahim,
ilianzia siku za mwanzo kabisa, siku nyingi. Na ndipo hapa anakuja tena kwa mtoto Isaka, anamwambia nilichokisema ndicho nitakachoendelea nacho, nilichoahidi ndicho nitakachokiendeleza, nilichokusudia nitafanya. Nilimwapia baba yako kwamba nitamzidisha uzao na kumwongeza, na sasa nitafanya. Anamwambia kaa hapa na nitatimiza niliyoyasema. Mungu anaelekeza mahali pa kukaa. Mungu anatuelekeza mahali pa kukaa, ambapo hapo ataleta mibaraka. Hilo unaweza ukaliweka kuwa jambo la tatu katika ujumbe huu, katika ufunuo huu ulioko hapa, kwamba Mungu ana maelekezo tukae wapi, na hapo anapotuweka yeye anatuletea kutimiza ahadi. Uwapo wake anakuja hapo. Kwa hiyo Mungu atafanya mahali pale tulipokaa, alipotuweka, alipotuambia tukae na tukakaa. Kumbuka haya pia ni maagizo, kwamba usikae huko, bali njoo au nenda katika nchi ambayo nitakwambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo ambayo aliambiwa akae. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayo kuambia. Kaa ugenini. Akamwambia mahali pa kukaa, ili atimize, ili akamilishe, ili afanye, ili atokeze kile ambacho alikuwa amekiweka tangu mwanzo, kipate kuchanua na kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nitawapa uzao wako nchi hizi zote, mambo walikuwa wamekwisha yaahidi tangu mwanzo. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu. Hilo ni jambo la pili. La kwanza ni kwamba anakamilisha au anakumbusha au anakumbuka uwapo alioapa kwa Ibrahimu. Hilo la kwanza. La pili, kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Kwa sababu Mungu anarudi, anakumbuka ambacho mtu wake alifanya. Mungu anakumbuka ambacho mtu wake alifanya, ambacho kilikuwa chema, kuyahifadhi maagizo na amri na sheria. Alitii sauti ya Mungu. Kwa sababu alitii, Mungu anasema na mimi nitafanya makubwa, na zile ahadi nilizomwahidia nitazikamilisha. Kwa hiyo Mungu anakamilisha, anatimiza, Mungu anafanya, Mungu hata sahau. Sasa sikiliza, ujumbe ni huu, kwamba Mungu anakumbuka kile ambacho Ibrahimu alifanya, na anasema na mimi nitaendeleza kile nilichokuwa nimefanya. Nakumbuka vile alivyotii, na nikamwambia nitakubariki, nitakuongeza uzao wako na kukulinda na kutenda makuu. Mungu anarudi kukumbuka na anaahidi kutekeleza. Kwa hiyo wewe unapata msaada gani au baraka gani au funuo gani katika ujumbe huu? Ni kwamba vile Mungu alisema, vile Mungu anatuelekeza kupitia watumishi, kupitia Biblia, kupitia Roho wake, tutii, tutekeleze, kwa sababu kuna saa ya Mungu kurudi na kufanya au kutimiza ahadi alizotuahidi. Mungu hawezi kusahau wala kuacha, sio muongo, habahatishi. Kwa Yesu hakuna kubahatisha. Yeye ni hakika, yeye ni ndio. Alifanya, atafanya sasa, anafanya sasa na atafanya. Yeye ni hakika. Kwa hiyo endelea kuwa mwaminifu juu ya kutekeleza, kusikia sauti ya Bwana na kuwa mtii na kuchukua hatua za kufanya. Jana nilikwambia utii mojawapo. Ukiambiwa toa sadaka, toa. Ukipewa msukumo wa kwenda kumhudumia mgonjwa, nenda. Ukipewa msukumo wa kwenda kusaidia wajane yatima, fanya, nenda. Ukipewa msukumo wa kuchukua hatua kwamba kafanye jambo fulani la kimungu, Mungu anakuagiza fanya. Usiwe mzito wala usikatae wala usiwe mkaidi. Nenda, tekeleza.
Na unapofanya hivyo, Mungu anarudi kumbuka, kwa sababu ulitii sheria, maagizo na maelekezo, ulitii, ulifanya. Anasema, anamwambia Isaka, kwa sababu baba yako alitii, kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri na hukumu zangu na sheria zangu. Kwa sababu, anasema kwa sababu. Mungu kuna wakati anatutendea mambo ni kwa sababu kuna kitu tumefanya, kuna jambo tumetekeleza. Vile tunavyomsikia, vile tunavyotii, vile tunavyochukua hatua za kufanya, na yeye anafurahishwa, anapendezwa. Yeye ni baba, watoto wake tukifanya yampendezayo anaturudia. Hata kama muda mrefu umekwenda, ujue kwamba ataitimiza ahadi yake, atakamilisha alichokisema. Mungu anakumbuka uwapo kiapo alichokiapa. Na sasa ni kuombe tena ukumbuke. Ndio sababu anasema katika Isaya 43 mstari wa 26, anasema, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Kwa hiyo pia Mungu anataka tumkumbushe. Wakati mwingine amesema tumkumbushe na tueleze mambo yetu tupate kupewa haki yetu. Usinungunike, usikate tamaa, usichoke, usiache kuomba. Endelea kwamba mkumbushe. Bwana anakukumbusha ahadi yako uliyoahidi. Neno lako limeniahidi, neno lako limetuhakikishia kwamba nitafanikiwa, kwamba tutafanikiwa, kwamba tutapewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukienda tena katika Luka sura ile ya kwanza, Luka sura ile ya kwanza, ukisoma Luka sura ya kwanza, nianzie mstari ule wa 72. Luka sura ya kwanza mstari wa 72, mstari wa 73 ndipo hasa nataka tuone. Ili kuwatendea rehema baba zetu na kulikumbuka agano lake takatifu, kwamba analikumbuka agano lake takatifu aliloagana tangu mwanzo wakati wa Ibrahimu. Analikumbuka, huwa analikumbuka. Ili kuwatendea rehema baba zetu na kulikumbuka agano lake takatifu. Angalia mstari wa 73. Wapo aliyomwapia Ibrahimu baba yetu ya kwamba atatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu. Wapo aliyomwapia Ibrahimu baba yetu ya kwamba akatujilia kwa njia ya mwana katika Yesu Kristo, akatujilia, akaimwaga damu yake msalabani ili kutimiza au kutengeneza agano jipya, ili kutengeneza agano jipya lenye nguvu, ambalo litatukamilisha, litatuthibitisha, litatuweka sawa. Tunatendewa au tunahifadhiwa au tumebarikiwa au tunarudishiwa au tunatekelezewa sasa na Mungu kile ambacho alikwisha kukiahidi, alikwisha kukikusudia kwetu. Anasema namna tutakavyookolewa kutoka mikono ya adui. Kumbuka ni wiki ambayo pia tumepitia ujumbe ambao alisema tutayamiliki malango. Tutaweza kuwa na uwezo, jana hiyo, tutakuwa na uwezo wa kumiliki mlango wa adui. Tutakuwa na uwezo wa kumiliki uzao ambao una uwezo wa kumiliki mlango wa adui. Adui namba moja ni shetani, yakifuatiwa na maadui wengine ambao ni maajenti wake. Kwa hiyo adui dhambi, adui uovu, adui shetani tutamiliki, tutakanyaga, tutaangusha vitu vyake, kwa sababu tunaposimama kwenye ahadi au kwenye kutekeleza, kutimiza maagizo ya Mungu, Mungu baba yetu anafurahishwa, naye anakumbuka ahadi zake alizotuahidi. Wapo aliyomwapia baba yetu Ibrahimu, anakuja kutekeleza, kutimiza, anafanya. Kwa hiyo Mungu ana kawaida hiyo
ya kukumbuka, na anasema anafanya. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe, asifiwe milele. Haleluya, haleluya. Mpendwa mtoto wa Yesu, mtumishi wa Bwana, haleluya, anasema ya kwamba atatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu. Haleluya. Kwa hiyo hatutamwabudu kwa hofu, na tena maadui zetu au adui yeyote atakayejipanga hatafanikiwa. Biblia inatuambia kila silaha itakayoinuka haitafanikiwa kwetu, na wagusaye watumishi wa Bwana aigusa mboni ya jicho la Mungu. Awagusaye watumishi wa Bwana aigusa mboni ya jicho la Bwana. Ukiwa ni mtumishi wa Bwana Yesu, akugusaye ameigusa mboni ya jicho la Mungu. Fikiri jambo hilo. Anayejaribu kuigusa mboni ya jicho la Mungu, hicho kipigo au jinsi ambavyo nguvu za mbingu zitashughulika naye na kupambana naye. Hizi ni ahadi ambazo Mungu alikwisha tuahidi kwamba adui hata tushinda. Kwa nini? Ni ahadi kwamba tutakuwa ni uzao uliobarikiwa, ni uzao uliobarikiwa, ni uzao ambao utamiliki, una mamlaka juu ya adui. Maadui zako wanakwenda kufungwa ukisimama kwa imani na kumkumbusha Mungu. Baba, nakukumbusha, ulisema nikukumbushe, na tena ulisema ya kwamba utakuwa pamoja nami mpaka ukamilifu wa dahari. Yesu, nakukumbusha. Tunamkumbusha Mungu, tuna mahitaji mengi tunayoyaomba, tutakayoyaomba, tunamkumbusha. Tunamtarajia Bwana, tunategemea kuona wokovu wa Bwana, kuziona nguvu zake. Hatutarajii kushindwa, kuaibika. Inuka kwa upya, tafakari kwa upya. Usiwe na matarajio ya kufeli, usiwe na matarajio ya kukwama, usiwe na matarajio ya kuanguka. Uwe na matarajio ya kufanikiwa, uwe na matumaini, uwe na imani na matumaini. Weka imani yako kwa Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Mwambie, naomba ukumbuke Bwana ahadi yako. Yesu mwenyewe ana ahadi kubwa kwetu ya kwamba atakuwa pamoja nasi mpaka ukamilifu wa dahari. Yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Yohana 6:37. Yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Hizi ni ahadi za uzima, za kweli, zinazotupatia nguvu na uwezo juu ya adui na kushinda. Kwa hiyo tunaamini alichotuambia Mungu wetu. Tuamke tena, tukumbuke tena, tumkumbushe tena, tuendelee mbele, kwa sababu aliyetuahidi ni mwaminifu. Tuchukua hatua ya kuendelea kuomba, kuendelea kumkumbusha na kuishi sawasawa na maagizo yake, na sawasawa na mapenzi yake, sawasawa na neno lake. Tuishi, tufanye, tufuate. Hayo yanamfanya Mungu kukumbuka uwapo aliowapa, kiapo alichokiweka kwa ajili yetu. Kwa hiyo sisi ni watoto wa agano. Tunaishi kwenye kiapo, tunaishi kwa kiapo cha Mungu, kwamba Mungu ameapa kwa nafsi yake ya kwamba tuokolewe, ya kwamba tulindwe kokote pote tuendako. Baba yetu amesema, ametuahidia. Mungu, tunashukuru kwa sababu umeahidia haya. Baba, tunasema asante kwa sababu ahadi zako ni ndio, na hatutakwama wala hatutafeli wala hatutashindwa, hatutaaibika wala kuangamia, kwa sababu Bwana unayetuahidi haya umwaminifu. Asante kwa neno lako. Endelea kuamini hayo, mpendwa mtoto wa Yesu, mtumishi wa Bwana, umwaminie Yesu. Endelea kutarajia, endelea kungojea kwa imani, endelea kuomba kwa imani, ukijua Mungu anakumbuka, na endelea kuwa mtii. Uwe mtii mbele za Mungu. Kuwa mtii, kuwa mtii, uwe mtii na muaminifu, uwe mtii na muaminifu na mwenye imani katika jina la Yesu. Asante Baba yangu wa mbinguni, jina lako litukuzwe na mapenzi yako yakatimizwe. Asante kwa ajili ya neno lako, asante kwa ajili ya ujumbe huu.
Ninakushukuru kwa sababu unakumbuka kiapo chako, wapo uliomwapia Ibrahim. Na hata sasa Baba, maisha yetu yakawe ndani ya wapo, ndani ya agano, ndani ya kweli yako, na kutimiziwa yale mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo. Karibu kwenye maombi, tuendelee. Bwana Mungu, twakushukuru kwa uaminifu wako na kwa ukuu wako. Asante kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji huyu. Wewe ni Baba, wewe ni mwenye ahadi, wewe ahadi zako ni kweli. Mungu mwenye mapenzi mema katika maisha yetu, ninaomba mapenzi yako yakatimizwe. Mapenzi yako yakatimizwe, mapenzi yako yakatimizwe. Mapenzi yako yakatimizwe, mapenzi yako yakatimizwe Baba. Ninaomba endelea kuwagusa maisha yao, watu wako ambao wamesikiliza, wanasikiliza, na sasa wanaendelea kuomba, na sasa wanaendelea kungoja kuona jinsi ambavyo zile ahadi zinakwenda kutimizwa, kuona jinsi ambavyo wanakwenda kushinda kutoka kwenye yale magonjwa, jinsi wanavyoenda kushinda kutoka kwenye ile dhambi, kwa sababu umesema tutakuwa na mlango ambao hauwezi kufungwa, lakini uwezo wa kumiliki mlango wa adui, kwamba hautafunguka ukaachilia uharibifu ambao utatuharibia. Bwana, umesema kwa neno lako Baba ya kwamba uzao huu ni uzao uliobarikiwa ambao utaumiliki mlango wa adui. Bwana, asante. Endelea kukumbuka sadaka za watu wako na utii wa watu wako. Endelea Baba kutukumbuka kwa neema yako. Wakati mwingine tumeenda kidhaifu, lakini tukumbuke tuna kuturehemu, ukayatimize yale mapenzi yako Baba yangu. Bwana Yesu Kristo, kwa jina lako tunaomba, ninaomba. Bwana, pokea maombi ya huyu mtu anayoyaomba sasa. Pokea Bwana, anaamini ndani ya moyo wake sasa. Ninaomba nguvu ya kuomba iwe ndani yake, nguvu ya imani iwe ndani yake, na aendelee kuwa katika imani akiamini ulioyaahidi ni hakika, ni ndio, nayo anakwenda kutimizwa. Kwa jina la Yesu Kristo, na ikemea ile nguvu ambayo inamshawishi, inamdhoofisha, ile nguvu ambayo inamletea wasiwasi na mashaka, na ikemea kwa jina la Yesu. Ikutoke, ikuachie. Ahadi za Mungu ni kweli, ahadi za Mungu ni kamilifu, uweza wake ni mkuu, katika jina la Yesu. Baba, naomba endelea kuruhusu nguvu zako na sauti yako iseme na watu ambao wamekwisha kukata tamaa, au wamekaribia kukata tamaa, wamechoka. Bwana, uendelee kusema nao sauti ya kwamba uwapo, kiapo ulichokiapa kitatimizwa. Ahadi ya kwako ile ulioiweka Bwana, mapenzi yako yanatimizwa, wala hayataacha kutimizwa. Kwa jina la Yesu Kristo, zile nguvu zinazoshinda na shindana, ninazikemea kwa jina la Yesu, zitoke na kuachia watoto wako watakatifu wako. Bwana, uwajalie uwezo na nguvu na neema. Baba, uwavute na kuwawezesha katika uweza wa nguvu zako. Roho wako mwema na neema yako iwe pamoja nasi. Fadhili zako na uweza wako ukawe pamoja nasi. Nguvu zako Bwana wa majeshi zikaendelee kutembea nasi, tukaendelee kwa uaminifu na kwa imani tukingojea Bwana. Na asante ya kwamba nawe Mungu wetu umetuahidi, na kwa hakika saa yako hakuna izuiaye, hakuna zuiaye. Wewe unatimiza, wewe unafanya, wewe ni mkamilifu, mtakatifu, mwaminifu. Baba mwenye nguvu, Baba mwenye uweza, Baba mwenye neema na rehema, wewe utendaye mambo ya utukufu, katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana wa mabwana, Bwana wa utukufu, mwangalie yule mtu ambaye amechoka. Naomba sauti yako iseme naye kwamba upo karibu kumjilia, lakini kwamba ulichoahidi au alichokiomba kitawakilishwa, kitafika, atapokea katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba nguvu zako zitakazomwezesha yule ambaye amezongwa na dhambi na mawazo mabaya, pia akaachiliwe kwa jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa Bwana, ahadi yako ni kwamba utatuondoa mikononi mwa adui, na kwamba ile dhambi haitafanikiwa, lakini ya kwamba nguvu ya adui haitaweza kumiliki au kusumbua, kutawala maisha ya watoto wako, bali tutakuabudu pasipo hofu,
ninaomba nguvu ya Roho wako ikatujaze, ikawajaze watu wako, ili wakuabudu pasipo hofu. Kwa jina la Yesu Kristo, Baba, tunaomba, kumbuka kama ulivyosema tukukumbushe. Kumbuka maombi ya watu wako, kumbuka maombi yetu. Baba, zile haja tulizoleta kwako na ambazo tunaendelea kuleta kwako, tunaomba zikumbuke Baba. Mahitaji walio nayo ya shule, mahitaji walio nayo ya amani na furaha kwenye familia, mahitaji walio nayo ya kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu, mahitaji walio nayo ndani ya mioyo yao, wana kiu ndani ya mioyo yao, wana haja mioyoni mwao, wana kiu ndani ya mioyo yao. Mfalme, Bwana Mungu wangu, ninaomba watazame kwa rehema na neema, na uwaguse na uwaponye na uwafanikishe. Naomba nguvu zako na uweza wako, Bwana. Ahadi yako ni kutuzidisha, ni kutuongeza. Tunaomba kuzidishwa kiimani, kuzidishwa kiroho. Tunaomba kuzidishwa kiuchumi, kifedha, katika maisha, kuzidishwa katika mali na vitu vyote. Tuzidi katika yote kwa utukufu wako Baba. Baba, ahadi zako ni kweli, ahadi zako ni kamilifu. Ninaomba zikaendelee kutimizwa, na mioyo yetu ikaendelee kukumbuka na kujua kwamba umeahidi, na kwamba ni Mungu mtakatifu na muaminifu, ambaye kwa hakika unatimiza, unafanya, unatenda. Asante kwamba matendo yako ni makuu na uweza wako ni mkuu. Asante kwamba rehema zako ni kuu, nazo ni za milele. Asante kwamba fadhili zako ni kuu, nazo ni za milele. Tunaweza yote katika jina la Yesu Kristo. Tunashinda yote katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba endelea kuachilia nguvu na uwezo wako tena juu ya mtu huyu, Yesu Kristo uponyaye. Endelea kuponya moyo, endelea kuponya fikra zake, akujue umwaminifu, na kwamba hutamtupa nje kamwe, na kwamba hutamwacha kabisa. Wewe ni mwema, Mungu wa utukufu, Mungu mwenye uweza. Kwa jina la Yesu Kristo, mapenzi yako na yatimizwe tena sasa na hata milele, katika jina lipitalo majina yote. Asante kwa uaminifu wako, Baba, ya kwamba unatujilia sisi na kututimizia zile haja. Ule uwapo wako, kile kiapo chako Baba, kikumbuke kwa ajili yetu. Uzao kizazi hiki ni kizazi ulichokiahidi kukimiminia Roho Mtakatifu, kutujaza Roho wako. Watoto, vijana wawe na maono na ndoto, kwa wazee wawe na mafunuo, na kazi ya Injili kuendelea sana Baba. Litimizwe lile kusudi lako na yale mapenzi yako, katika jina lako Yesu Kristo. Asante Baba kwa kuwa unakumbuka na utaendelea kukumbuka, nawe unakwenda kutenda. Ninaomba neema yako isipunguke kwa watu wako, na nguvu na uweza, kwa jina la Yesu Kristo, Bwana mwenye uweza na nguvu na utukufu. Amina. Bwana Mungu na kubariki na kujaze uwezo na nguvu tena. Uendelee kutembea uweponi na nguvuni mwake. Yeye Mungu ni mwema na mwaminifu. Endelea kumtegemea, endelea kukumbuka. Karibu sana wakati mwingine, na Bwana abariki sadaka zako zote, na azikumbuke na akumbuke na maombi yako. Hata kama ni miaka mingi iliyopita, akukumbuke tena sasa, na akumbuke kama mwenyewe anavyoonyesha kwamba anakumbuka. Akukutazame kwa huruma na neema, akujalie fadhili zake na nguvu zake sasa na hata milele. Pokea namba ambayo unaweza kuitumia kwa mawasiliano ya namna yote, ama kwa maombi. Unahitaji maombi, unahitaji ushauri, unahitaji toa sadaka, tumia namba hizo: 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel. 0787 62 75 91. Namba ya Vodacom ni 0762 282 439. Vodacom. Nairudia, 0762 282 439. Bwana akubariki na kukuangazia nuru za uso wake sasa na hata milele. Amen.